Ili kufikia malengo ya mpango mkuu wa sekta ya fedha, ni muhimu kwa wananchi kutumia fursa za uwekezaji zinazojitokeza, ikiwa ni pamoja na kuwekeza katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Hivyo kuanzishwa kwa mfuko wa ziada ni mojawapo ya fursa za kufanikisha azma hii. Mfuko huu unatoa fursa kwa wawekezaji wa ndani na wa kimataifa kushiriki na kuwezesha upatikanaji wa maendeleo endelevu kwa Watanzania wote. Hivyo pamoja na kuwa ndugu Mfaume pamoja na timu yote ya APEF mnatekeleza mpango mkakati wa taasisi yenu, lakini vile vile mnawezesha utekelezaji wa mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha, ambapo unataka kuje na bidhaa mpya na bunifu zinazokidhi mahitaji ya wawekezaji wa ndani na wa kimataifa. Hivyo tunawapongeza board na management ya African Pension Fund kwa kuja na ubunifu huu, lakini kuwezesha kutekeleza mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha. Kama ambavyo tumefahamishwa na mkurugenzi mtendaji wa APEF, mfuko wa ziada unaendeshwa na kampuni ya African Pension Fund ambaye ni meneja wa mfuko na benki ya NBC ambaye ni mtunza dhamana. Aidha, tumeona kampuni ya Alliance Life Insurance ndio kampuni inayotoa bima ya maisha kwa wawekezaji wa mfuko. Kwa hiyo tunazipongeza sana kampuni hizi kwa kuja na ubunifu wa kuanzisha mfuko huu wenye manufaa makubwa kwa wananchi. Hongereni sana. Ndugu wageni waalikwa, napenda kusema tu machache kuhusiana na faida za kuwekeza katika mfuko wa ziada. Mfuko huu una manufaa mbalimbali katika ustawi wa jamii na maendeleo ya uchumi hapa nchini. Kwanza, unachangia katika utekelezaji wa sera ya taifa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi kwa kuwezesha makundi mbalimbali ya jamii, ikiwa ni pamoja na watu wa kipato cha chini kuwekeza kwa pamoja katika dhamana za masoko ya mitaji. Kama ambavyo tumeona, utakuwa unatoa malipo ya faida hadi 13%. Kwa hiyo wale wawekezaji ambao watakuwa wamewekeza katika mfuko huu, maana yake watakuwa na kipato, na kwa kupata kipato maana yake watakuwa wamewezeshwa kiuchumi, hivyo watakuwa wamewezesha katika kuwawezesha wananchi hawa kiuchumi. Pili, wawekezaji watapata faida ya ongezeko la thamani katika uwekezaji wao, yani net asset value, ikiwa uwekezaji utafanyika kwa mujibu wa sera ya uwekezaji kwa lengo la kuongeza ufanisi na kupata faida. Lakini manufaa mengine, mfuko huu unatoa anuai ya uwekezaji kwa wananchi, ambapo wawekezaji watapata fursa ya fedha zao kuwekezwa katika maeneo mbalimbali na hivyo kupunguza vihatarishi. Kwa hiyo haya ndio baadhi ya manufaa makubwa ambayo yatapatikana kwa wawekezaji ambao watashiriki katika uwekezaji wa mfuko wa ziada. Napenda kuhitimisha kwa kuwapongeza wadau wote walioshiriki katika kufanikisha kuanzishwa kwa mfuko wa ziada, ikiwa ni pamoja na
African Pension Fund, benki ya NBC, kampuni ya Alliance Life Insurance, EM Advocates na RSM Group.